Sisi furaha yetu kwanza kuiona timu yetu inatengemaa, yaani hiyo ndio furaha yetu. Furaha yetu kwanza kuiona timu yetu ina mabadiliko makubwa, sawa yaani kutoka katika dirisha kubwa kuja kwenye dirisha dogo, timu mabadiliko yamekuwa makubwa. Timu inacheza kwa wakati, inakaba kwa wakati na inashambulia kwa wakati, na tumepata matokeo. Tuna takriban mechi 6 hatujawahi kupata matokeo uwanja Benjamin Mkapa. Hii ndio mechi ya kwanza tunaanza kufungua uwanja tena wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sisi furaha yetu kwanza kuiona yani changing of our team, sio, umeelewa? Ndio furaha yetu, furaha ya wana Simba kubwa ambayo imefanya imetamara kileo kwamba tumepata matokeo ya pointi 3 kwa kushinda goli 1 bila, na mtu tuliyemfunga ndo kinara wa kundi ambaye alizalaulika, alionekana kama ni underdog, lakini mpira siku zote current form ndio inaozungumza katika michezo, yani katika mashindano. Current form ya Stade Marie ilikuwa ni kubwa, lakini kwenye makaratasi yeye alikuwa poti namba ngapi? Namba 4. Lakini mwisho wa siku amekuja kuapprove watu wrong kwamba wao ndio wanaongoza kundi sasa hivi, na akakutana na Simba mechi ya mwisho, ndio mechi ya kwanza anafungwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo furaha yetu kuiona timu yetu ina mabadiliko makubwa, na yale ule usajili ulioingia katika dirisha dogo unafanya kazi ambayo inafanya iliyokuwa inatakiwa na wana Simba. Kwa hiyo furaha yetu ndio iko hapo. Hivi 4 baada ya mchezo huu, mashabiki wengi wa Simba hapa mlikuwa mna nguvu kubwa, mnaelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini wenzenu wanaamini kwamba kesho ndio mchezo wao ambao unaenda kuvuka tena kwa kishindo kwa kile ambacho kitarajia. Unawaambia nini? Nimemsikia hapa Machili anazungumza kwamba kutokufuzu kwa Simba ni mipango ya Azam Dewji, na wao sasa kutokufuzu kwao miaka yote, mwaka jana wa kufuzu ulikuwa mpango wa GSM. Mwaka jana sio wameshindwa kutafuta goli moja tu, wameshindwa kutafuta Benjamin Mkapa, ulikuwa ni mpango wa GSM. Na mwaka huu hawafuzu ni mpango wa GSM, kwa sababu I'm sure sawa kesho kutakuwa na vilio vikali sana ndani ya gari wakati tunarudi zetu Dar es Salaam, kwa sababu tuko Mwanza hapo, lakini vilio vya wanayanga vitakuwa ni vikubwa. Simba leo tumemaliza kwa furaha, sawa, hatujafuzu lakini tumeshinda mechi na tumefurahi. Kipenzi chetu Haura ndio amefunga goli, kwa hiyo moja kwa moja kipenzi chetu Haura leo ametupia tena kamba ya pili. Sasa wewe nikuulize swali, kuna watu walikuwa wanaambiwa sawa, huyu Haura alikuwa anamweka benchi Pacome, wakawa wanabisha, sawa. Haura amecheza klabu bingwa mechi hizi, si umeelewa? Ana goli ngapi? 2. Pacome amecheza mechi zote 6, ana goli ngapi? Umeelewa? Pacome sikacheza mechi zote 6 za makundi, ana magoli mangapi? Hana goli, si ndio? Lakini Haura kacheza mechi ngapi? Mechi 3, lakini ana goli ngapi? Ana goli 2. Amekuja katikati sawa ya mashindano, lakini tayari ana goli ngapi? Goli 2. Na maana angeanza huyu mechi 6 sasa hizi angekuwa na goli 5 mpaka ngapi? Mpaka 6. Kwa hiyo huwezi ukamlinganisha Haura na Pacome. Pacome na Haura wakati wako timu moja, Pacome alikuwa anaanzia sabu, Haura anacheza, yani hiyo winga ni Haura, winga anacheza nani? Anacheza Haubin Klamu. Katikati hapa namba 10 anacheza Aziz Ki, namba 9 Konate. Yule mtoto huyu Pacome alikuwa benchi, si umeelewa? Wakati wanauzwa Haura moja kwa moja ameenda zake Ubelgiji, Belgium. Sio Pacome anakuja Yanga. Sasa unaweza kumlinganisha Pacome na Haura? Sio, umeelewa? Mechi 3 goli 2, tena mechi kubwa. Lakini Pacome mpaka leo mechi 6 ana goli ngapi? Ana goli. Kwa Pacome sasa ni nani? Haya, ukija kwenye statistics za Simba, sawa, Yanga mpaka saizi kacheza mechi 5 ana goli 2. Simba ana goli 5 mpaka leo. Kafunga mashindano na goli ngapi? Goli 5. Swala la timu kutokufuzu ni vitu vya kawaida. Simba tangu 2003 tuanze kucheza mashindano haya ya kimataifa, tukiingia makundi tangu 2003 hatujawahi kufanya hatujawahi kushika nafasi ya mwisho, ndio kwanza msimu wa kwanza huu na kutokufuzu. Kwa hiyo Simba hajafuzu mara 2. 2003 tulishika nafasi ya 3, tofauti ya goli 1, lakini msimu huu ndio tumeshika tumeshika nafasi ya 4. Kwa hiyo Simba ndio timu pekee ambayo ilikuwa na ilikuwa na klasi nzuri katika mashindano ya kimataifa. Wao ukiona Simba afuzu, hakuna mwingine atakayekuja kufuzu. Yaani usidanganye, ukiona Simba amefeli basi hakuna mwingine atakayefaulu. Kesho ni kilio.
Sawa, hivi wakati Simba amerudi kutoka first half, kipindi cha pili kinaendelea, ni kama vile timu ilikuwa inaonekana high flow katika mfumo ambao ulikuwa na flow mara ya kwanza, ni kama vile safu ya kiungo ilikata. Tatizo hili ni kama limejirudia tena ndani ya Simba kwa mara nyingine, ni kama vile Simba na upungufu wa viungo ambao wanaweza kuhimili dakika zote 90. Huwezi ukasema kwamba safu ya viungo ilikata, isipokuwa ni aina ya mpira na aina ya timu tulikuwa tunacheza nayo. Saa timu zote zinapoenda kipindi cha kwanza, saa zinacheza game plan tofauti. Kipindi cha pili mwalimu wao kaja na game plan tofauti, akaongeza viungo katikati. Ndio maana Simba ikawa imefanya nini, kama imekamatika. Lakini kutokana na safu bora saa ya uzuiaji ya Simba, wamezuia, wameshikilia bomba mpaka mwisho, goli limebakia nini? Limebakia goli moja. Lakini kikubwa, mpira sasa hivi unachezwa na moral. Mpira ni vitu vitatu: commitment, space na time. Sasa morali katika kutoa commitment, Simba morali yao iko chini, kwa sababu yani hata kama wakishinda hakuna wanachofanya nini, wanachokipata, na ndio maana walikuwa wanacheza kwa kurelax. Umeelewa bwana? Yani hawana cha kupoteza. Lakini kama ingelikuwa mechi ambayo inahitaji magoli zaidi ya matatu, Simba ni klabu nyingine. Yani kama ingekuwa mechi ya kufuzu, wala wangechezea chuma nyingi hapo, lakini kwa sababu ni mechi just a practice, kwa hiyo Simba ndio maana walikuwa wanacheza kwa kurelax. Yani hicho ndio kikubwa. Ni jambo la kusubiri na kuona, kwa subiri majirani zenu. Hawa sasa wanaojifanya vierahero wanaongea sana, wasubiri tarehe moja, na ndio maana chuma kimoja kimepumzishwa. Nakijua chuma kimoja kimepumzika, kimepumzika.